majina naitwa ndugu Richard Rafael Masele, ndiye katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Shinyanga. Leo tarehe 19 ya mwezi wa 3 mwaka 2024 ni kumbukizi yatoka mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alivyopata uapisho na kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani tarehe ya leo ndo ametimiza miaka 4. Kiukweli sisi wananchi wa mkoa wa Shinyanga tunapenda kutumia fursa hii kwenda kumshukuru na kumpongeza mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa aliyoyafanya ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga ndani ya utawala wake wa kipindi hichi cha miaka 4 tu toka amekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kiukweli mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan amefanya mambo makubwa sana ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga, na sisi kwa furaha kubwa tulionayo hatuna budi kuyasema. Na ukisoma ilani vizuri ya mwaka 2020 mpaka mwaka 2025, kiukweli mama yetu Samia Suluhu Hassan amegusa kila kipengele katika kurasa zote 303. Mambo ameyafanya kwa wingi na kwa asilimia 99.9 katika kutekeleza katika mkoa wetu wa Shinyanga. Leo ukitizama wakazi wa Shinyanga, tulikuwa na changamoto kubwa kwa ukosefu wa uwanja wa ndege katika mkoa wetu wa Shinyanga. Mkoa wa Shinyanga ni mkoa mkubwa na ni mkoa wa kihistoria, lakini tulikuwa hatuna uwanja wa ndege mzuri. Uwanja wetu ulikuwa ni uwanja wa vumbi. Lakini leo hii mama yetu Samia Suluhu Hassan, ukienda pale katika uwanja wetu wa ndege wa Ibadakuli, amekwisha fanya ujenzi mkubwa na wa kisasa katika uwanja huo wa Shinyanga wa Ibadakuli. Unaweza ukasema ni uwanja wa kimataifa. Uwanja ule amemwaga fedha za kutosha zaidi ya bilioni 52 zimewekwa pale. Leo ukienda umemwagwa rami nzuri, limejengwa jengo kubwa na la kisasa kwa ajili ya abiria. Kwa hiyo mama yetu Samia Suluhu Hassan, uboreshaji ule uko kwenye asilimia za mwisho kwenda kufunga taa na ndege zianze kushuka pale. Zile changamoto za abiria wa mkoa wa Shinyanga wanaotaka kusafiri kwa huduma ya ndege kwenda Mwanza au Kahama zitakuwa ni historia. Uwanja wetu ambao ni uwanja wa wananchi, uwanja wa serikali, utakuwa umetoa ile adha ya mtu anaugua, labda anataka kupelekwa katika sasa hospitali ya Muhimbili ya rufaa, lazima pande ndege, labda apoteze maisha njiani. Ile changamoto inakuwa haipo. Kwa hiyo mama ameokoa maisha ya watu. Lakini kama itoshi, hapa Shinyanga mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa sababu alitujengea machinjio ya kisasa kwa ajili ya kuchinja mifugo yetu ambayo imegharimu mabilioni ya fedha na imekamilika. Na sisi wakazi wa Shinyanga ni wafugaji wazuri sana wa nyama kama vile ng'ombe pamoja mbuzi na kondoo, na tunafahamu zile falme za Kiarabu zinahitaji sana kupata mbuzi na kondoo, kuna soko kubwa sana. Lakini sasa tulikuwa tunapata changamoto na wafikisha vipi kuwasafirisha kwa ajili ya kuwafikisha mapema, kwa sababu nyama zinaweza zikaribika. Leo uwanja wetu wa ndege kwa sababu kishakamilika, wananchi watanyanyua mapato yao kwa kuuza mifugo yao kwa bei za juu, na watachinja hapa na kusafirisha kwenda falme za Kiarabu. Kwa hiyo soko lile litakuwa ni zuri, kwa sababu usafiri wa ndege utakuwepo, ni kusafirisha nyama na watu wataingiza fedha na kuunyanyua kwa mwananchi mmoja mmoja katika kiuchumi. Kwa hiyo maendeleo yatamwagika vijijini, kwa watu watajenga nyumba nzuri na kuwa na maisha kama wanaishi Dar es Salaam. Lakini kama haitoshi, ukiondoa hiyo sekta ya uwanja wa ndege, mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan ameweza kutujengea mahospitali ya kutosha katika mkoa wetu wa Shinyanga. Leo kuna mazanati ya kutosha, vituo vya afya vimemwagika kila mahali na vya kisasa kabisa. Lakini kama haitoshi, mama yetu Samia Suluhu Hassan amejenga hospitali za wilaya katika wilaya zote na halmashauri zote. Ukisema wilaya, kwa mfano Kahama ni wilaya ina halmashauri 3. Sasa kila halmashauri ina hospitali kubwa ya lenki ya kiwilaya nzuri ambazo zina vifaa vyote tunavyovijua. Kwa hiyo mgonjwa akipata changamoto akafikishwa kwenye hospitali ya wilaya, hakuna haja tena ya kusema kwamba aletwe Shinyanga kama ilivyokuwa zamani, mpaka itakaposhindikana kwamba anatakiwa pewe hospitali ya rufaa. Iko hospitali tayari ya rufaa imejengwa katika mkoa wetu wa Shinyanga, ambako iko Mwawaza, ambayo imegharimu zaidi ya bilioni 10 katika ujenzi wake. Ukienda pale kuna madaktari bingwa na kuna vifaa vile vya kisasa vya kwa ajili ya kupima wagonjwa wetu. Kwa mfano CT scan, ultrasound na vifaa vyote tunavyojua kwa ajili ya kupima wagonjwa viko pale.
na wataalamu wamemwagwa wa kutosha, na ukifika pale unaweza ukasema uko katika uwanja labda hoteli fulani, kwa sababu ni majengo mazuri na ya kisasa kabisa. Ukifika pale unapokelewa vizuri, na hakuna hata maarufu ya kusema utanusikia harufu ya dawa, haipo. Utafikiri umeingia hotelini au umeingia kwenye hekalu la mtu fulani, kumbe ni hospitali tu, na wanakuhendo vizuri madaktari, na huduma zinapatikana vizuri. Leo akifikishwa hata mama mjamzito pale, akishaingia kwenye jengo tu pale ni kujifungua mtoto vizuri, salama salimini. Nani akiona ile mazingira anajifungua vizuri. Ile mambo ya kuwa na kusumbua na uchungu kwa muda mrefu imekuwa ni historia tena. Lakini kama haitoshi, mama amemwaga gari za kubeba wagonjwa, ambulance za kutosha, mpaka kufikia renki ya vituo vya afya kule kunakutana na gari za kubeba wagonjwa ambulance, kwenda kwenye hospitali za wilaya mpaka hospitali za rufaa, gari nzuri na za kisasa. Lakini kama haitoshi, ametoa pia magari kwa ajili ya utawala, viongozi wetu ambao wanapatikana kama hospitali, kwa mfano DMO, malemo, gari nzuri na za kisasa kabisa, aina za Land Cruiser, kwa ajili ya kuwasaidia kwenda kufikisha huduma kwa muda mwafaka. Lakini kama haitoshi, mama yetu Samia Suluhu Hassan katika kipengele cha elimu, mama yetu kwa kweli amejenga madarasa mazuri sana na amejenga shule nzuri sana, kuanzia shule za awali, kwa maana madarasa ya chekechea, shule za msingi, sekondari mpaka na vyuo. Kiukweli mama amejenga shule zimeota kama uyoga. Yako maeneo leo ukikuta shule imejengwa, shule ya sekondari tunaweza kuzania ni chuo kikuu, madarasa mazuri na ya kisasa, wanafunzi wanasoma kwenye darasa ambalo chini unakuta kuna tiles, madirisha ni ya vioo, juu kuna singboard na madarasa mengine mpaka na feni zipo, ambako mwanafunzi anasoma katika mahali sahihi, na madawati wanafunzi wanakaa bila kubanana, na madawati wanakaa vizuri, wanasoma vizuri sana. Kiukweli mama yetu Samia Suluhu Hassan, ukiachilia ile sala la kusema elimu bure tu, kwamba mtoto anasoma bure kuanzia shule ya msingi mpaka form 6, na chuo anakwenda kusoma kwa mkopo, anakopeshwa, anasoma kabisa huduma bila kuhangaika. Mama amemwaga fedha kila mahali, wanafunzi wetu wanapata elimu kwa kiwango cha hali ya juu ambacho kimsingi kila mwananchi anamshukuru na kumpongeza mama yetu Samia Suluhu Hassan katika kipengele hicho cha swala zima la elimu. Lakini kama itoshi, mama yetu Samia Suluhu Hassan, ukienda katika swala zima la maji, ile kumtua mwanamama ndoo kichwani, kila mama ametuliwa ndoo kichwani. Sasa na wala sio mwanamama, ni mpaka kina baba tumetuliwa madumu kwenye baiskeli na kubeba kwenye rubega. Sababu ukisema mwanamama kutuliwa ndoo kichwani, sisi pia wanaume tulikuwa tunabeba maji kupitia rubega. Ile unaweka, inakuwepo fimbo ambayo inakuwa na madumu mawili au ndoo mbili huku na nyingine nyuma rubega. Mabega unakuta unaweka daso ili lisumie, au kubeba kwenye baiskeli. Mama ametutua na sisi kina baba kwenye rubega, lakini ile aza kuyafuata maji kupitia baiskeli au kubeba madumu mikononi, mama ametuondolea pia kina baba. Kiukweli maji yamesambaa kila mahali katika mkoa wetu wa Shinyanga. Ile aza ya wananchi kufuata maji kwa umbali mrefu imekuwa ni historia. Leo ukienda Ushetu, mama yetu Samia Suluhu Hassan amepeleka zaidi ya bilioni 44 kwa ajili ya kupelekea wananchi maji safi na salama ya Ziwa Victoria. Leo wananchi wa Ushetu ukienda kutembelea kule, ni mabomba sasa yanalazwa kila mahali kwa ajili ya kufikishia huduma ya maji. Na waliambiwa kwamba hapa kupata maji ya Ziwa Victoria Ushetu ni historia. Kwa mama Samia imekuwa ni jambo ambalo limewezekana. Lakini kama haitoshi, leo hapa Shinyanga tu kwa maana Shinyanga mjini pamoja na vijijini, maji yamesambazwa kila mahali ya Ziwa Victoria. Ule mtandao wa kuwasambazia wananchi, kuwasogezea maji, kufungua koki nyumbani, leo ninavyokuambia kuna bilioni 195 wamepatiwa wananchi wa mkoa wa Shinyanga ili kutandaza maji kila mahali, ili watu waweze kupata maji safi na salama ya Ziwa Victoria katika eneo la Shinyanga mjini pamoja na Shinyanga vijijini. Lakini kama haitoshi, wilaya zote kwa maana ya Kishapu, ukienda Kahama kama mjini, Msalala, maji ya Ziwa Victoria wananchi washayapata na wanatumia, wanafungua koki nyumbani. Haya yote yamewezekana kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan mwenye mapenzi ya dhati kwa wananchi wake. Lakini kama haitoshi, ukiondoka na sekta ya maji, ukienda kwenye sekta ya nishati kwa maana ya umeme, mama yetu Samia Suluhu Hassan amesambaza umeme kwa vijiji vyote 506 vilivyopo ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga. Vijiji vyote vimepata umeme wa REA wa bei nafuu, ambao unalipia kwa shilingi 27,000 tu unavutiwa nyumbani kwako. Hata kama ni nyumba ya nyasi unavutiwa umeme. Lakini kama haitoshi, mama yetu Samia Suluhu Hassan ameamua kuongeza huko mradi wa umeme wa jua ambao umejengwa pale Ngunga, kijiji cha Ngunga kilichopo wilayani Kishapu, ambao unagharimu zaidi ya bilioni
zimeenda kumwagwa pale. Lakini kama itoshi huo mradi wa umeme wa jua unaenda kuzalisha megawatt 150 za umeme ambao utaenda kuingia kwenye grade ya taifa, ambao unaenda kupunguza adha kabisa kubwa ya umeme. Na huo naongelea ni ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga, ukiondoa ule mradi mkubwa ambao unapatikana kwenye mradi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambao ni mkubwa kabisa wa kihistoria hapa duniani, wala sio barani Afrika, duniani. Sasa hii inaongelea mkoa wetu wa Shinyanga, mama wetu alichokifanya kikubwa hicho. Ukienda hapo Ngunga unakutana na umeme wa jua, masuala yamemwagwa ya kutosha. Lakini pia ukienda pale Ushetu kuna umeme wa jua napo unaenda kuongeza megawatt za kutosha, ambako mama yetu Samia Suluhu Hassan nako amemwaga mabilioni ya kutosha, zaidi ya bilioni 17 kwa ajili ya umeme wa jua ambao utazalishwa hapo Ushetu. Lakini kama haitoshi, mama yetu Samia Suluhu Hassan kwenye mambo ya umeme tu anakwenda sasa hivi kwenye vitongoji. Vitongoji vinakwenda kufikiwa, kila kitongoji kiweze kupata umeme wa LEA. Kwa kweli mama yetu Samia Suluhu Hassan, wale kina mama zetu wakiwa katika kutengeneza watoto na baba zetu, leo hii wanaenda kuwatengeneza kwenye mwanga. Ni taa zinawashwa na watoto wanatoka wakiwa na ng'aa safi kabisa, watoto wazuri, kwa sababu hawana hata makengeza, kutokana wanazaliwa na wanatengenezwa kwenye mwanga. Ni jambo la kumshukuru sana mama yetu Samia Suluhu Hassan. Lakini leo ile adha ya kwenda kusaga unga kwenda umbali mrefu, kwa sababu umeme ulikuwa hamna kijijini, leo hii haipo. Mtu anatoka tu nyumba ya pili ya tatu anakutana na mashine anakwenda kusaga. Lakini ile adha ya kwenda kutafuta vinyozi mpaka uende mbali na mji, uende center, haipo. Vijijini sasa hivi kuna umeme. Ile uchomeleaji wa mageti sasa hivi ni vijijini tu. Unakuta vijana wamepata ajira, wanajiajiri wenyewe, wanachomelea, wanatengeneza mageti, wanatengeneza vitu, milango, madirisha na kadhalika, kwa ajili umeme umeshafikishwa kila mahali. Kwa hiyo mama yetu Samia Suluhu Hassan kupitia nishati ya umeme ameongeza pia ajira kwa vijana. Leo soda za baridi mama zinanyweka. Vijijini hakuna haja mpaka uende Shinyanga mjini au Kahama mjini ukanywe soda baridi. Leo hii kuna maeneo yanaitwa Liabukande huko ndani mama, Liagiti. Yaani jile kwa Liagiti kwenye giza. Leo hii kuna umeme, watu wanawasha taa, umeme kama kawaida, soda za baridi. Na ukienda ndani huko maeneo mengi ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga mama, kiukweli wananchi wanakushukuru sana. Na wamejenga nyumba nzuri na za kisasa za bati, kwa sababu umeme upo, ni kuangalia TV na kuona mambo makubwa unayoyafanya ndani ya nchi hii kupitia TV zao zilizopo nyumbani. Lakini kama haitoshi, mama yetu Samia Suluhu Hassan katika swala zima la kutengeneza miundombinu ya barabara, kiukweli mama yetu Samia Suluhu Hassan amejenga mabarabara ya lami karibia kila mahali, lakini pia amejenga madaraja makubwa na mazuri na ya kisasa kwa fedha za kwetu nyewe za ndani ulizozimwaga mama yetu. Nenda Ushetu, nenda Shinyanga vijijini, nenda Kishapu, nenda Shinyanga mjini, kila mahali Msalala ni madaraja makubwa na ya kisasa yametengenezwa kwa fedha zako mwenyewe mama yetu Samia Suluhu Hassan. Lakini kama itoshi, leo hiko kuna changamoto kubwa sana ya barabara kutoka Kahama mjini kwenda Kakola. Leo hii mama yetu Samia Suluhu Hassan ametoa bilioni 101 kwa ajili ya kutengeneza barabara nzuri yenye kiwango cha lami kutokea Kahama mjini mpaka Kakola. Wananchi wanaondokana na adha ya vumbi ambayo ilikuwa inawasababisha kupata yale mavumbi, magari yanapita mgodini, wanapata kuugua mavikohozi, vifua na kadhalika. Ile adha ya vumbi mama ameamua kuondoa maradhi kwa wananchi wake. Kiukweli mama yetu hatuna cha kukulipa kwa mambo makubwa unayofanya ndani ya mkoa wetu huu wa Shinyanga. Kila mahali umeweza kupafikia. Lakini ukianza kuzitaja sekta moja baada nyingine mama, kwa mambo uliyofanya tunakesha, hatuwezi kumaliza. Ni kila sehemu umefanya. Sisi wananchi wa mkoa wa Shinyanga kwa kauli moja tunasema mama, hatuna cha kupoteza mwaka 2025. Tunaahidi kura za mkoa wa Shinyanga za kwako wewe binafsi pamoja na mgombea mwenza Daktari Balozi Emmanuel John Nchimbi zinakwenda kumwagika mkoa wa Shinyanga. Tunasema ni ushindi wa 99.9 zitakwenda kumwagika ndani ya mkoa wa Shinyanga. Paka wale wenzetu upande wa pili wa vyama rafiki wanasema watakwenda kukuunga mkono mama, kwa sababu ya kazi kubwa uliyofanya. Mambo kila mahali umefikia. Leo ukizungumza nao mmoja baada ya mwingine anakuambia sisi tunatimiza tu demokrasia, tunaonekana sisi ni wanachadema au vyama vingine vya upinzani. Lakini kiukweli mama ameupiga mwingi, kila mahali amepafikia, na sisi kula zetu tutamchagua mama yetu Samia Suluhu Hassan ili miaka hii mitano tena aweze kuendeleza na kuimaliza miradi mikubwa iliyopo. Hiyo mama nimezungumzia katika miradi tu hii ambayo ni ya mkoa wa Shinyanga bila kuhitaji miradi ya kimataifa. Lakini nataka niseme leo ukiangalia ule mradi wa reli ya mwendo kasi kutokea Dar es Salaam kwenda Mwanza kwa kipande chetu cha kuanzia sisi Isaka kwenda mpaka Mwanza, ile route 5 mama, kiukweli
mradi unakwenda vizuri mno. Tuta limeshapandishwa, reli zimeanza kufungwa, madaraja yamejengwa pale ya relini, stesheni zimeanza kutengenezwa, fedha zimemwagika. Leo miji yetu imechangamka kutokana na watumishi wanakuja kufanya kazi katika ule mradi. Leo ukienda kuna vipande kama Didia ambako kuna kambi pale. Ukienda hapo Shinyanga mjini maeneo karibia na Shinyanga ambako kuna kambi hapo. Leo ajira ya vijana zimeleta mzunguko mkubwa wa fedha. Noti zimetembea kila mahali. Ukienda Isaka ile kuingiza vijana wetu wamepata ajira, mama ntilia yameuza, wenye nyumba za kulala wageni, wenye nyumba za kupangisha wamepata fedha nyingi sana. Hatuna cha kukulipa katika kipengele hicho cha mradi huo wa reli ambao ni mradi wa kimataifa kabisa, wa kitaifa katika mkoa wetu wa Shinyanga na katika nchi yetu ya Tanzania. Kiukweli mama yetu Samia Suluhu Hassan, sisi tunasema kwako ni mitano tena, na hatuna cha kupoteza zaidi ya kuhakikisha tunakurudisha kwa kishindo ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga. Asante sana mama, asante sana. Tuko pamoja na wewe, tunakupa gwala kwa kusema mitano tena ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga, ndani ya nchi yetu ya Tanzania.